Tanzania sisi malengo yetu hususan katika sekta yetu ya viwanda na biashara ni kuhakikisha siku zote tunaelekea uchumi shindani wa viwanda wenye uzalishaji wa bidhaa na huduma zenye thamani kubwa, lakini vile vile tunalenga wananchi wawe na kipato cha kutosha, afya na ujuzi wa kukabiliana na ushindani wa kidunia, lakini vile vile tunataka taasisi za umma ziwe thabiti, zenye uwajibikaji, uadilifu na zinazoendeshwa na misingi ya kitaalamu. Na kwa taswira hii, TBS ni mhimili wa ushindani wa taifa katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Bila viwango imara vinavyoeleweka na kutekelezwa kwa weledi na uadilifu, la kwanza, hatuwezi kujenga uchumi wa viwanda na wenye ushindani, hatuwezi kulinda afya na usalama wa wananchi, lakini vile vile hatutaweza kushindana vizuri katika masoko ya kikanda na mikataba mingine ya kikanda na ya kimataifa. Kwa ninapozungumza na nyinyi leo, ninazungumza na injini ya ubora wa maisha ya Mtanzania na ushindani wa uchumi wa soko. Wakati naangalia pale, lakini wakati na mimi najaribu kulifahamu utendaji wa shirika, nimeona na mmesema pale mafanikio ambayo shirika imekuwa nayo. Naomba niwapongeze sana kwa kukuza miundombinu ya maabara za kupima bidhaa mbalimbali. Mmeonyesha pale, tumeona na mimi nimetembelea kwenye baadhi. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze sana katika hilo. Lakini vile vile niwapongeze kwa kuanzisha mifumo mbalimbali ya kidijitali ambayo mimi najua inaendelea kurahisisha utoaji wa huduma na kuendelea kuboresha ubora wa bidhaa. Lakini vile vile nimeona programu za ujasiriamali ambazo mnafanya kwa SMEs, pia niwapongeze kwa kujiongeza na kwa kufanya kwa utaratibu huo. Lakini vile vile kwa mnavyoboresha huduma kwa kujenga maabara katika maeneo mengine ya kikanda, lakini vile vile nimeona mnaendelea kufungua ofisi katika baadhi ya maeneo kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa jitihada kubwa ambazo mnazifanya. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunaridhika na kasi ambayo mnaenda nayo. Ni kasi nzuri sana. Na kwa hiyo na mimi naomba niungane na naibu katibu mkuu kumpongeza DG Dr. Ashura kwa kazi nzuri anayofanya. Lakini vile vile naomba niipongeze management kwa kazi nzuri inayofanya na wafanyakazi wote, kwa sababu mimi najua kazi inapofanyika basi inawezekana kuna morali ya wafanyakazi wenyewe. Kwa mimi naomba niwatie moyo, spidi ambayo tunayo sio mbaya. Tuendelee tu kukanyaga ili spidi iendelee kuongezeka. Lakini kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi nikushukuru sana kakangu Sufyan kwa usimamizi mzuri mnaoendelea nao kwenye shirika letu hili. Tunaamini haya ni matunda na matokeo yenu. Tunawashukuru sana na asanteni sana. Siku ya leo tarehe 27 Novemba mwaka 2025, kwa taadhima na heshima kubwa, Shirika la Viwango Tanzania limepata bahati na fursa ya kutembelewa na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga. Mheshimiwa Waziri alikuwa anapita katika taasisi ambazo ziko chini ya wizara yake kuona nini kinafanyika na kupata kazi zinazofanyika na taasisi hizo. Siku ya leo tumempitisha kumuonyesha majukumu yetu na kazi zetu, lakini pia tumepokea maelekezo mahususi. Tunafahamu eneo husika sasa hizi, moja ya maeneo mengine, taasisi yetu ya Shirika la Viwango Tanzania ni injini ya uchumi na biashara katika nchi hii, kwa maana ya kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha biashara zinafanyika kwa weledi na bidhaa zilizoko sokoni zina ubora na usalama. Lakini sambamba na hilo kuwezesha kwamba vijana wapate ajira. Vijana wanapataje ajira? Kupitia programu zetu mbalimbali za kutoa mafunzo, kutoa elimu na kuwezesha viwanda vidogo vidogo. Tutaendana sambamba na mikakati ya serikali ambayo imetolewa na kuhakikisha basi tunakuwa ni taasisi wezeshi, kuhakikisha basi wale vijana na makundi mengine katika jamii pale ambapo wanakuepo katika maeneo yao. Na tunafahamu kabisa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025-2030 imeahidi kutoa ajira milioni 8 kwa vijana, lakini sasa wale vijana hizo ajira zingine ni katika sekta binafsi watajiajiri. Basi sisi kama taasisi ya Viwango Tanzania tuna wajibu kuwapa elimu na kuhakikisha basi zile biashara zao wanazozifanya zina ubora na usalama. Wakati huo biashara zao ziwe shindani, lakini pia zitaendelea kumlinda Mtanzania, lakini pia zikiwa na ubora na usalama zitakuwa ni biashara endelevu, zitasaidia kuleta uchumi na kuongeza uchumi katika pato la taifa, lakini na wao wataendelea kukua na kutoa ajira kwa watu wengine. Lakini mbali na hapo, biashara au bidhaa zinazozalishwa hapa nchini
zitaendelea kuwa shindani na kufika katika maeneo mengine ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa la kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa ubunifu kuhakikisha basi tunawafikia Watanzania, na hata Mtanzania akiwa katika maisha yake ya kawaida aone kwamba TBS imechangia katika kuhakikisha ubora na usalama au na shughuli zile mbalimbali ambako anazifanya. Hakika TBS tuko sehemu zote na tutaendelea kuwalinda Watanzania kwa sekta ya usalama na ubora, lakini pia kuchagiza sekta ya viwanda na biashara kuhakikisha zinakuwa ni biashara endelevu zenye ubora na usalama na zinazotambulika ndani na nje ya nchi Tanzania. Asante.